Asante kwa kuichagua Clouds 360. Endelee kukupa taarifa mbalimbali, kukupa elimu, kukukumbusha, lakini pia kukupa burudani katika nyakati zote. Karibu sasa katika mazungumzo yetu ambayo hii leo utakuwa na mazungumzo mazuri sana. Kama ni kijana basi chukua kalamu na karatasi, uwe standby kwa ajili ya kuweza kupata notes zile ambazo naamini hii leo zinaenda kubadilisha maisha yako, kwa sababu utafanya uamuzi ule mwingine na uamuzi ule bora kabisa. Jina langu ni Sofia Kesi pamoja naye PJ Paul James Swea hapa studio, tukikuletea mambo haya mazuri kabisa kupitia Clouds 360. Sasa tukiwa tayari tumeanza msimu wetu wa Malkia wa Nguvu kwa mwaka 2026 na msimu wa kuyatambua mapambano ya kuzidhamini harakati za wanawake za kimaendeleo binafsi na hata kwa jamii yetu kujumla. Kama unavyojua ni miaka 10 ya Malkia wa Nguvu ambayo imeweza kutimia, na tulikuwa tunaijenga ile foundation ili sasa baada ya hapo tukianza kwenda mbele msingi ulikuwa mzuri na nyumba inaendelea kuwa imara na watu waendelee kuneemeka. Basi leo tupo na binti Malkia wa Nguvu ambaye amekuwa akifanya vizuri katika biashara za nafaka, lakini kubwa zaidi akiweza kutumia mitandao ya kijamii vizuri kwa kutangaza na kunadi kazi zake, kitu ambacho kimefanya kuwa role model wa mabinti wengi, role model wa watu wengi, hata sio mabinti tu, watu wazima wamekuwa kivutiwa na shughuli ambazo amekuwa fanya. Binti huyu sio mwingine bali ni Vale Nafaka, mjasiriamali wa nguvu kabisa ambaye tutakuwa naye hapa studio kwa siku ya leo. Vale, karibu sana. Asante. Tuna furaha kujumuika na wewe na mimi naweza kusema kwanza hongera. Kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa kininspire katika mitandao ya kijamii. Nimekuwa nikifuatilia kurasa zako zile katika Instagram na nimekuwa nikiona kazi ambazo unafanya. Nikawa najiuliza maswali mengi, lakini nasema kuna siku nitazungumza naye. Na finally leo siku hiyo imetimia. Karibu sana. Tuanze kwa kumtambua Vale ni nani? Ni binti wa aina gani na aliingia vipi katika shughuli ya nafaka, kwa mfano kufanya biashara, kufanya kilimo na vitu kama hivyo? Karibu. Okay, kwa majina naitwa Valentina Gabriel Moi. Ndio. Ni binti wa miaka 24, ni mzaliwa wa Arusha. Sawa. Ni mtoto wa kwanza kati ya watoto watatu ya familia ya mzee Gabriel Moi. Yes. Hongera sana, na utuambie ulianziaje moja kwa moja kusema sasa mimi Vale nataka kuingia kwenye biashara ya nafaka, biashara ya kilimo. Naamini umesoma na una vitu vingi ambavyo pengine ulisomea ukamwa huku naona ndio kumekaa vizuri zaidi kwa upande wangu. Okay, mimi biashara hii au fursa hii ya kilimo nilianza 2018 nilivyomaliza form 4. Nilipata ile likizo ya form 4, nikapata fursa ya kukaa mazingira ya sokoni. Kwa hiyo kwa ule muda wa likizo nikawa niko maeneo ya sokoni. So from there nikaanza kujenga interest ya kujifunza biashara. Okay. Kwa hiyo nikakuwa nikifanya biashara hivyo, lakini pia nina wanafamilia wangu, kuanzia mama yangu ni mfanya biashara mazao, lakini pia watu wengi ambao nimekuwa nikiwaona kufanya biashara mazao. Kwa hiyo mimi nilikuwa inspired pale, pamoja na kuwa nimesoma kitu tofauti, lakini mimi niliona ni fursa, nika add value na ndio maana niko hapa na ninafanya content za kilimo mpaka leo. Okay. Wewe ulisoma nini? Mimi nisomea ualimu. Ualimu. Yes. Okay. Sawa sawa. Pije karibu. Sawa, kuna unataka kujua chuo ulichosoma? Chuo nilichosoma ni Mwalimu Nyerere. Okay. Sawa sawa. Sasa Vale, ukiwa kama msichana mdogo, msomi na mwenye option nyingi, nini pengine kilikufanya uone biashara ya nafaka kama fursa ya kweli ya kujenga uchumi na si biashara nyingine? Kwamba kwa nini uliona nafaka kwako ni fursa? Kwanza kabisa niliona nafaka ni fursa kwa sababu nafaka ni biashara ya chakula. Na chakula ni aina ya huduma ambayo binadamu atahitaji siku zote za maisha yake. Na nafaka ndio hizi tunazotumia, kwamba mtoto akiwa mdogo atasagiwa unga kupitia mahindi au ulezi, itamfida, atakuwa na vitu vingine. Kwa hiyo mimi niliona kwamba hii ni fursa ambayo mimi na uwezo wa kuifanya kuanzia siku nilivyoifahamu labda mpaka mwisho wa maisha yangu, kwa sababu ni huduma ambao watu wengi watakuwa wanaitumia. Kwa hiyo kwanza kabisa target yangu kubwa ilikuwa ni kwamba mimi naweza nikajikimu kiuchumi kwa kufanya fursa hizo, kama biashara, kulima, kutoa elimu na kuinspire vijana. Kwangu mimi hiyo ni step kwenye maisha. Kwa hiyo mimi niliona fursa ile kutokana na add ya value ambayo inapatikana kwenye biashara hii. Okay. Yes. Imekaa vizuri. Nataka kufahamu Vale, biashara ya nafaka ikoje na kilimo ikoje? Kwa sababu tumekuwa tuna mawazo mengi sana watu kwamba nikiingia kwenye kilimo bwana, lazima kwanza niwe na mtaji mkubwa, lazima pia niwe na uwezo wa kufanya kilimo, lakini pia hata muda ili uweze kukaa kwenye kilimo. Ina ugumu kiasi gani au ina urahisi kiasi gani kwenye maisha yetu? Okay, kwanza kabisa unapowaza neno biashara ya mazao, yaani
project ya kilimo inatakiwa iwe kwenye akili yako, kwa sababu hatuwezi kuwa na biashara ya mazao kama hakuna kilimo. Kwa hiyo kilimo ndo uti wa mgongo, au kilimo ndo mama wa biashara zetu. Kwa nini? Kwa sababu kilimo kinatupatia mazao tofauti tofauti. Sasa baada ya hapo, wewe kama mkulima au kama mfanyabiashara, kuna utendaji mbalimbali. Kuna utendaji wa mtu kununua mazao na kuuza, kuna utendaji wa mtu kulima shambani, kuna mwingine anaamua kununua na kusafirisha nchi za nje, kuna mwingine anaamua kununua nafaka na kufanya usindikaji. Kwa hiyo fursa ni nyingi sana ndani ya kilimo. Kwa hiyo mimi nachotaka watu wafahamu ni kwamba biashara ya kilimo sio ngumu kama watu wanavyoisema, lakini kitu cha msingi cha kuzingatia ni ujuzi wa aina ya biashara ambayo unataka kuifanya. Kama unataka kufanya biashara ya mchele, hakikisha kwanza kabisa una ujuzi. Mtaji unaweza ukawa nao, lakini kama hauna ujuzi kwamba ni aina gani ya zao unataka kudili nalo, changamoto yake, msimu mzuri wa zao hilo kulinunua, lakini aina ya soko, lakini pia aina ya walaji na watumiaji wa bidhaa zako, itakuwa ni changamoto sana kwako na itakuwa ni rahisi kupoteza hela. Ndio maana watu wengi wanaogopa biashara ya mazao. Lakini ukija kwenye kilimo pia, kilimo kina ujuzi wake. Kuna kilimo ya aina tofauti, kuna irrigation kwa maana ya umwagiliaji, lakini kuna kilimo cha mvua. Kilimo cha mvua kina changamoto zake kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hiyo unapotaka kuingia pia unatakiwa ufahamu kwamba kilimo cha mvua kina changamoto 1, 2, 3. Kwa hiyo unavyowekeza labda ni probability naweza nikapata au nikakosa. Kwa hiyo mimi naekeza pesa. Au unapotaka kufanya irrigation, faida zake ni 1, 2, 3, lakini pia gharama zake ziko juu. Kwa hiyo pia unatakiwa uwe unafahamu. Kwa mtu mwingine anakutana labda anapewa ile shallow knowledge, elimu tu ya juu kwamba kilimo kinalipa ukiweka hivi, lakini deep inside hafanyi utafiti, lakini anadhani labda mtaji tu unatosha. Hapana, lazima uingie deep, usome, ufanye utafiti wako, na sio kusoma darasani. Kuna ile elimu ya kufanya utafiti na kuwa na data kamili, au upate watu ambao wanafanya consultations za sekta hizo, ili ni rahisi wewe kumanage biashara yako. Okay. 2018. Tunazungumzia leo ni miaka mingapi? 18. Miaka 8. Ukiisha mwaka huu ni miaka 8. Yes. Hebu tuambie, Vale, mtaji wako wa kwanza uliupata wapi? Na pengine uliusimamia vipi ili pengine usipotee? Lakini kama pia utawiwa, ulianza na kiasi gani? Okay, mimi kiukweli sikuanza biashara ya mazao na mtaji. Mimi nilivyoanza biashara ya mazao nilikuwa niko chuoni. Kwa hiyo unajua kabisa maisha ya chuo kuwa na mtaji ni kitu kigumu. Mimi nilichofanya, ninajua nina ujuzi. Kabla ya kufanya biashara ya mazao, nilipofika Dar the first time, kwa sababu ni mgeni, sina ndugu, lazima kama mwanachuo unakuwa curious kujifunza vitu mbalimbali. Nimeshafanya shughuli ndogo ndogo za ujasiriamali mdogo wa kutafuta riziki kwa hapa na pale. Kwa hiyo baada ya hapo nikawaza kwamba okay, mbona mimi na ujuzi wa kitu fulani, kwa nini nisijiongeze kwenda masokoni? Kwa hiyo mimi nikaamka, nilikuwa nakaa Kigamboni, nikatoka nikaenda na soko la kwanza kwenda mimi nitandika. Nilipofika nikafanya utafiti kwamba bei za Arusha zikoje na bei za Dar zikoje. From there ndo nikaona okay, mbona kuna profit nzuri. Kwa hiyo mimi nilianza biashara ya mazao kwa kudalalia mazao. Of which napiga simu kwa watu ambao niliwahi kufanya nao kazi ya Arusha, naambia kwamba naomba nitumie labda gunia 5, kwa sababu mimi capital sina by that time. I remember nilikuwa na miaka 20. Kama sio 19 kuelekea 20. Automatically kuwa na mtaji ni ngumu sana kwa mimi, kwa upande wangu mimi. Kwa hiyo mimi nilianza kwa kudalia. So nilichofanya, nilimpigia mtu kwamba nitumie gunia 4. Mimi the first time naanza biashara mazao, nilianza na gunia 4. That's what I remember. Baada ya kuleta nikaona okay, kwenye project zote ujasiriamali wangu mdogo mdogo niliofanya, nikaona mbona hivi vitu ni kama havinilipi. Na hizo gunia 4 zilikuwa ni za zao gani? Za maharage ya njano. Okay. Yes. Kwa hiyo zao langu la kwanza kuanza biashara ilikuwa ni maharage ya njano. So nilivyotumiwa nikaanzia hapo, na hapo ndo ulikuwa mwanzo wangu mzuri. Kwa hiyo baadaye yule mtu akawa ananitumia, from there nikawa naenda Arusha mwenyewe, kwa sababu nimeshafanya ile biashara muda mrefu, nina platform ya watu wengi. Kwa hiyo ikawa ni rahisi mimi kuanza. So mimi nilianza biashara ya mazao kwa namna hiyo. Okay, lakini sasa hapo kunahitaji uaminifu. Kwa sababu huna capital. Exactly. Yule mtu amekuamini vipi akutumia hata hizo gunia 4 tu? Sasa kitu kingine kwenye biashara ya mazao, sincerely unaweza wafanya biashara wengi hawana mitaji, lakini kinachowabeba ni uaminifu. Wakulima wengi wana mastock, wana ardhi kubwa, wamefanya kilimo muda mrefu. Kwa hiyo swala la kuweka mazao store haliwasumbui. Kwa hiyo pia unaweza kaingia biashara ya mazao ukiwa na uaminifu, ni rahisi kupata mzigo kwa mkulima, lakini pia ni rahisi wewe kufanya mauzo masokoni, na ni rahisi pia kuaminika na wafanyabiashara masokoni. Kwa hiyo nguzo kubwa ambayo mimi imenifikisha hapa,
kwanza kabisa ni uaminifu, kwamba kuridhika na mimi ninachopata na kuaccept kwamba kila mtu afaidike kulingana na namna yake, kwa sababu kuna mimi mfanya biashara, kuna mkulima na kuna madalali pia. Kwa hiyo mimi kurespect ile gap pale ndio imenifanya mimi kuwa pale, lakini nguzo kubwa kiukweli ni uaminifu. Sahihi kabisa. Sawa, mimi Vale nataka unisaidie tuweze kufahamu kwa pamoja. Tumekuwa tukiona katika mitandao mbalimbali ya kijamii, baadhi ya watu wamekuwa wakiibuka wakisema kwamba ukiingia kwenye kilimo bwana, hichi cha tikiti hapa milioni 200, hapa milioni ngapi? Yaani ukuta mtu anajitokeza direct aenda kwenye kilimo bila kuwa na utaalamu kama ambavyo umesema, kufanya utafiti. Lakini pia hao wanachangia kwa kiasi gani kurudisha watu nyuma, kwa sababu mtu anaweka hela afu hapati chochote, anakata tamaa, anaanza kupeleka taarifa kwamba kilimo hakifai. Pengine hawa wanaathiri kwa kiasi gani vijana kuto kuingia katika shughuli ya kilimo. Lakini pia swala zima la dawa, mbolea na wale ambao wanakuwa wakisimamia ile mashamba, uwezo wao kuweza kuwapa elimu ya kutosha hawa wakulima wapi ambao wanaingia kwenye kilimo. Okay, kwanza kabisa mimi naona inaathiri sana vijana wengi kwa sababu wanabaki kuogopa na kuona ni kitu ambacho hakiwezekana. Lakini pia mimi ninaona kinachotakiwa kufanyika hapo cha msingi ni mtu kufanya utafiti kwanza kabla ya uwekezaji. Kama unataka kulima, hakikisha unafanya uwekezaji wa kwanza kabisa eneo unalotaka kulima, lakini ardhi ina quality gani? Na kama ardhi hiyo imetumika muda mrefu, hakikisha unaichukua ardhi unaenda kuipima maabara ili ujue ardhi hiyo ina changamoto gani, na kama inahitaji mbolea basi ni mbolea gani ni sahihi. Na baada ya hapo wewe sasa utaamua kwamba hili ni zao gani nilime ambalo litakufaidisha wewe kama mkulima. Lakini tukija kwenye nafaka, kabla kuingia kwenye biashara ya mazao, lazima ufanye utafiti wa soko, ujue ni zao gani utadili nalo. Na huwezi kuanza biashara na kila zao. Lazima udili na zao angalau kuanzia aina 2 au 3 ili zile zikukuze, na baada ya hapo sasa unaanza kuwekeza kwenye mifumo mingine ya mazao mengine. Lakini mimi naona mazao mazuri ya kuanzia ni haya mazao ya chakula ambayo tunayala kila siku. Okay. Kwa hiyo kitu cha msingi cha mtu kufanya ni kufanya utafiti na kuwa na taarifa sahihi, lakini pia lazima kuwa na mtu anayekupa mwongozo kama mentor ambaye atakuwa na kuupdate kwa kupa taarifa sahihi za masoko, lakini pia na projects zako za kilimo. Okay. Ni changamoto gani kubwa ambayo umepitia kama mwanamke msichana kwenye swala zima la uuzaji wa nafaka na kilimo, ukizingatia kwamba ulianza taratibu afu ukajikuta umeingia na kule kulikuwa kuna magwiji ambao wapo, kuna madalali pia magwiji? Ni changamoto gani ambazo ukutana nazo? Hasa kwa sawa tena kwa kuongezea hapa ni kwamba wengi ni wanaume. Okay, changamoto kwa ajenda yetu ya kike, kiukweli changamoto ni nyingi na ni changamoto ambazo haziwezi kuepeka. Kuna zile changamoto binafsi kama mfanyabiashara, kuna zile changamoto za kisoko, kuna zile changamoto za kimtaji. Nikianzia changamoto binafsi, kama mtoto wa kike, na zile ni shughuli ambazo mostly siwezi kusema kwamba ni shughuli za kiume peke yake, lakini tumezoea kuona kwamba wanaume wengi ndio wanafanya zile shughuli kutokana na kwamba ufuataji wa mazao ni mikoani na wamama wengi wanatolea manyumbani kulea familia. Kiukweli imekuwa ni changamoto sana. Tunakutana na changamoto ambazo zinaturudisha nyuma. Labda unakutana na mteja, mmekubaliana kufanya biashara the first time, lakini baada ya hapo anakuwa na mahitaji yake binafsi, of which wewe kama mfanyabiashara mdogo unayekuwa na yeye ni giant, ukikataa tayari ile inakuwa ni opposition ya kukurudisha nyuma, kwa sababu the next time ukimletea mzigo atakataa, akihitaji kwamba matakwa yake binafsi yatimizwe. Of which sasa wewe kama mfanyabiashara ndio unaamua, na hiyo ni tabia binafsi kwamba utaamua ukubali ukatae, lakini hiyo ni changamoto ambayo inakurudisha nyuma, kwa sababu kama wewe ni mdogo na mtu ni mkubwa na ni soko lako, automatically ni changamoto pia kupata soko, kwa sababu kumbuka unavyoingia kuna wafanyabiashara wengine. Lakini changamoto zingine ni kuwa bullied mitandaoni, like hivyo unavyojaribu kutengeneza content au kudisplay aina ya shughuli unazofanya, lazima wakosoaji wapo kwamba huyu kweli anafanya biashara au kuna kitu fulani anafanya au yeye ndio biashara ndo biashara of which huwezi kuzuia, na hiyo inakacha sana tamaa. Mabinti wengi wanaogopa wanaogopa sana kuwa bullied, kwa sababu sio kila mtu ana uwezo wa kuhandle comments mitandaoni au bullying mitandaoni. Hiyo ni changamoto kubwa. Kuna baadhi ya mabinti ambao wanafanya biashara za mazao na kilimo, they are being bullied a lot. Hata mimi nakuwa bullied sana kama unafuatilia, lakini hizo ni stepping stones, hatuwezi kuzichukulia serious, lakini ni changamoto ambazo watu tunafanya waogope, sio tu kwenye mazao, kwenye biashara nyingi, kwenye
areas mbalimbali, entertainment, wapi hivyo. Lakini ukitoa hapo, kuna changamoto za mitaji ambayo sincerely unaweza ukawa na ujuzi sana, lakini kama hauna capital ni changamoto. Lakini pia kukuza mtaji inahitaji nidhamu sana 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 mpaka ufikie malengo. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi sana ambazo ni binafsi, lakini ni zile za kisoko, kwamba sometimes bei inapanda, inashuka, umeenda porini, hauna taarifa sahihi za soko, au umechelewa pale. Unajua biashara ni overtaking, kila mtu anaruhusiwa kupita. Kwa hiyo unaweza ukaenda porini labda siku moja kufuata mzigo, siku mbili gari likaharibika, wewe labda unaoda huku, mteja anakuambia mimi labda na yeye na mteja wake unatakiwa uwaishi, gari limeharibika, you have no option, unafikisha mzigo kashanunua kwa mtu mwingine, unapata hasara. Lakini hivyo sio vitu vya kukatisha tamaa. Sometimes unalima kutokana na mvua inazidi au inakuwa ina pungufu, umewekeza hela unakosa. Lakini changamoto ni nyingi sana, kupoteza hela kutokana na price fluctuation masokoni. Sema price fluctuation maanisha mfumuko wa bei. Sometimes bei inashuka sana kulingana na demand, au ulitunza mazao muda mrefu, mazao yapandi thamani. Kwa hiyo kuna changamoto mbalimbali ambazo zote zina utatuzi. Sio kwamba ni permanent changamoto. Hapana, kila changamoto ina namna yake ambayo ukiifanya kwa usahihi unaweza kuiepuka. Okay. Kuna kitu nataka nijue kwamba umezungumzia process nzima tangu ulivyoanza, lakini hatujasikia kwamba unalima. Sasa hebu tuangalie hapo, sasa hivi unafanya biashara hii kama mwanzo ulivyoanza au pia umeanza kujishughulisha na kilimo? Okay, kwanza mwanzoni nilivyoanza kilimo ilikuwa ni ngumu kwa sababu bado nilikuwa chuo. Na kilimo ni project ambazo pia zinataka usimamizi wa mara kwa mara. Kwa hiyo for that time, hiyo miaka yangu ya mwanzo chuoni, kwanza kabisa nilitumia kujijenga na kutafuta purpose. Sababu nilikuwa mimi nasoma, ninajua labda nikimaliza chuo nitafanya labda kazi ya career niliyosomea. Lakini nilikuwa kwenye kujijenga, kwanza kabisa kujenga interest kwamba hichi kitu mimi nitakifanya. Na unajua ili ujenge interest lazima ujifunze kitu upya. Kwa hiyo nikaanza kujifunza biashara upya, ikiwa ni kama side hustle, kuingia masokoni, kufanya udalali. Mimi nimefanya mifumo tofauti, kupiga madebe masokoni, yani nimefanya mifumo mingi, na hiyo hauwezi kufanya kwa mara moja ukawa umeiva. Kwa hiyo ule muda ambao nilikuwa nilitumia kujifunza skills mbalimbali. Ndio maana mimi nafahamu masoko mengi sana Dar es Salaam, masoko ya Mbagala nimeshai kufanya, masoko ya Tandale, masoko ya Tandika, na yote yana mifumo tofauti. Sababu kuna masoko ya serikali na kuna masoko binafsi. Nimeshawahi kufungua godown Mbagala, nikalikarabati, nikaingiza mzigo, lakini kutokana na kwamba na changamoto ya capital, ikabidi sana nifunge tena biashara kwa sababu mtaji hautoshi. Ikabidi ule mtaji mdogo nitembe kwa mwendo wangu. Kwa hiyo kuna kupanda na kushuka. Sio kwamba mimi nilienda tu, hapana. Nimesha kupata hasara nyingi kutokana na mfumuko wa bei. Kwa hiyo unavyokuwa kuna kuenda mbele na kusogea nyuma. Lakini changamoto kubwa hapo inakuwa ni capital. Na ili kwenye biashara uive, usipendelee sana kusupport. Yani support system kwako ije pale ambapo umeshajijengea msingi. Yani usipende pale unapoanza biashara uwekewe msingi sana. Jipende kujiwekea msingi, kwa sababu ukijiwekea misingi kwenye sekta nyingi, yani kwenye miundombinu mingi, inakuwa ni rahisi wewe kukua kwenye biashara. Kwa sababu kama mimi nikumbuka nimeanzia udalali, nilishapata changamoto nyingi. Sasa hivi ni rahisi kuhandle hata makubwa yanayokuja. Lakini imagine umeanza biashara, umepewa tu capital hapo labda 5 million 10 million ukaanza. Ni ngumu sana wewe kuwa na uchungu, lakini pia kuna njia ndogo ndogo ambazo ndo zinakuja kujenga kubwa, hautozipitia. Lakini sikuanza kwamba nilinyooka, hapana. Kuna muda nilipanda, nikashuka sana, nikawa katikati, lakini kutokana na kwamba unakuwa unakutana na watu mbalimbali, unaendelea kugrow. Kwa hiyo baada ya hapo nikaona okay, ngoja na mimi niingie, kwa sababu mwanzo nilikuwa na deal na maharage tu, kwa sababu nimetokea ukanda wa maharage. Nikajiongeza kwa kwenda tena kujifunza biashara ya mpunga, kilimo cha mpunga na fursa zake. Kwa hiyo nikafunga safari kutoka Arusha nikaenda Mbeya, nikaanza kujifunza masoko ya Mbeya, nikaenda hadi Tunduma, nikawa nakaa. Kwa hiyo unakuta mimi ili nijifunze kitu naenda naweka kambi hata mwezi mmoja sehemu. Najifunza kwa uhalisia kwenda masokoni, kuinteract na wafanya. Yes, kwa hiyo nimefanya utafiti almost mikoa karibia 7 Tanzania. Yes. Kwa kwenda unaweka kambi, sometimes unaenda unanunua, sometimes unapiga, yani a lot of things imefanya mpaka mimi nimefikia hapa. Yes. Kwa hiyo sasa ndio swali langu la msingi ndio hilo hapo sasa. Kwamba kwa hiyo ukaanza kilimo sasa. Yes, nikaanza kilimo. Na kwenye kilimo mimi sijaanza na
yani kwa shamba, labda kuwa na shamba langu. Sababu mimi binafsi sina mashamba binafsi mwanzo nilivyokuwa naanza. Kwa hiyo nilianza kwa kukodi mashamba ambayo kuna maeneo mbalimbali, na mimi nililima ukanda wa kaskazini, nikakuta shamba linakodishwa bei rahisi. Nilianza nakumbuka na project ya eka 5. Eka 5 nilikodisha kipindi hicho ilikuwa ni 50,050 mpaka 60,000. Na baada ya hapo hiyo ndio ilikuwa project yangu ya kwanza, na namshukuru Mungu ilikuwa successful. Na nililima kilimo cha kienyeji for that time kwa sababu hata capital yangu pia ilikuwa ni yani naogopa kupoteza mtaji. Kwa hiyo nililima ile kwa probability. Lakini nililima kilimo cha mvua. Sawa. Yes, nakumbuka the first time nimelima eka 5, nilipata kwa kila eka nilipata gunia 5 na kama kilo 100 hivi. Yaani naweza kusema debe 6 na kama kilo kadhaa kwa kila eka. Ofucho kicombine hapo unajumlisha kilo gunia 5 labda mara 5. Unapata gunia nilipata kama gunia ilikuwa kama 29 zile robo zile kama 29. Hiyo ndio hayo ndio alikuwa mavuno yangu ya kwanza na sisi ya maharage. Na ali add thamani kubwa. Yaani mimi namshukuru Mungu for the first time ninaingia kwenye kilimo. Unajua kuna kilimo ambacho labda wewe unasimamiaga tu cha watu, lakini ile umeweka your own money na unapata mavuno yako baada ya miezi mitatu. Nilipata gunia 29 na nakumbuka zile gunia 29 nilizitunza. Nikaja kuziuza kwa thamani ya 2,500 kila gunia. Kwa kila gunia. So ukipiga hapo mahesabu you can see the profit ambayo nilipata. Kwa namna moja au nyingine lazima wewe kama mfanyabiashara lazima ushawishike. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa mwanzo wangu wa mimi kuanza kilimo cha maharage na mpaka leo nimeanza. So kuna mwaka huu rasmi nimejizawadia ardhi yangu pekee kwa sababu mwanzo nilikuwa natumia toka nilivyoanza kulima nilikuwa natumia ardhi za kukodisha sababu miaka mingapi? Ilikuwa ni kama interval ya miaka kama 4. Yes, so for the first time mwaka huu nikaona okay, acha nijizawadie. Kwa hiyo kwa zile profit nilizokuwa napata na kwenye biashara, nikawa nawekeza kidogo hivyo. Nikaweza kununua yani ushamba la ukubwa wa eka 30 peke yangu. Yes, na that way hiyo ilikuwa ni zawadi ambayo nimejizawadia mwaka huu kama hongera ya birthday. Yes. Hongera sana. Katika movement zote hizo au safari yote hiyo, kuna tukio ambalo leo kufanya uiname chini ukasema kama ni hivi bana mimi shughuli bora niache. Yaani ukakata tamaa ile. Sema yaani dili limeyumba, dili limegoma kwa sababu hii bana sasa mimi nafikiri basi. Okay, mimi nakumbuka kuna kipindi ilikuwa ni kipindi kama cha Ramadhani hivi. Kipindi cha Ramadhani kuna aina fulani ya maharage watu wanayapenda, yale maharage mekundu. Sasa mimi nikawa nalita maharage mekundu kana napata faida kidogo sababu Ramadhani kidogo biashara ina slow. Nakumbuka kuna mtu akanipigia simu akaniambia Vale, kama unaweza ukapata haya maharage ya njano gunia 150 ambapo gunia moja sasa hiyo ilikuwa ina thamani ya 280,000. Nikamwambia ndio na uwezo huo. Akaniambia basi kama una uwezo huo naomba niletee nini? Naomba ulete maharage hapa tutakuja kuuza maharage kilo 3,300. Kwa hiyo unaweza kaangalia profit 2,900 kutoa gharama ya kazi hapo. Huo mzigo unakuwa umefika kwa shilingi 3,000. Kwa hiyo profit ilikuwa ni kuanzia 3,300, ilikuwa profit kuanzia 30,000 mpaka 40,000 mpaka 50,000. Kwa hiyo mimi nikapiga mahesabu. Unajua mfanyabiashara lazima upige mahesabu. Ukweli profit ilikuwa ni kubwa zaidi ya milioni 8. I say sikuwa but for that time kiukweli sikuwa na hiyo capital, lakini mimi na watu ambao nikiwaambia mimi capital yangu ilikuwa ni ndogo ya kununua tu mzigo gunia kadhaa, nikawashawishi na wao si wananiamini, wanaona kabisa Vale ni mtu anakuja ananunua. Jamani, nilipewa yale maharage. Yaani kitendo cha kutoka sasa hapo nilipo nikasafiri nikaenda kule sababu unavyochukua maharage mikoani hayawi graded, hayawi yana grade 1, yanakuwa na mauchafu, mavumbi, lazima uende mahali muyasafishe muyaokote. Kwa hiyo nikatafuta crew ya mama kama 20, tukakaa tukaanza kuyaokota, tukawa tunaya-grade, tunayang'arisha. Hizo shughuli zote zinafanyika na mikono, tukayaweka kwenye mifuko, tukaweka nembo za kufanya biashara, kila kitu kama alivyotaka. Mbaya zaidi hapo sasa hizo shughuli zote mimi natoa hela yangu mfukoni kuwalipa. Baada ya hapo kuna shughuli ya kulipa kodi kwa maana ushuru na kusafirisha na hela usafiri. Gari nakumbuka unalipia wewe nusu. Hiyo process ilichukua kama siku 4 na mteja alikuwa anataka bidhaa baada yani siku ya 6. Kwa hiyo mimi nika on time. Jamani, nakumbuka gari ambalo limepakia ule mzigo alikuwa anatokea Arusha kuja Dar, likapata ajali, sio ajali,
yani kama kuna aina fulani ya spare iliharibika hapo kwenye gari. Kupata breakdown. Yes, breakdown. Kwa hiyo gari lilikaa pale siku 2. I remember. Na gari imeharibika sehemu ambayo hamna huduma ya karibu, kwamba gari, unajua gari kubwa kuvutwa ni changamoto na ina mzigo. Kwa hiyo wakaanza kutafuta spare yani ilikuwa ni almost 2 days gari limekaa pale. Kumbuka sokoni ikitokea opportunity yote ambayo kuna uhitaji wa mazao, sio peke yako unajua, ni taarifa ambayo inasambaa soko zima. Na kumbuka watu wako sharp. Kuna watu wana mitaji mikubwa, yani swala la gunia 150 si moja tu anaipata. Na mimi nimeforce pale kwa sababu kuna capital, naona kuna faida, naona itanikuza, yani itaniongezea mimi idadi ya magunia. Gari lilikaa siku ya kwanza pale, siku ya pili, siku ya tatu ndio spare ikaja, ndio ikafungwa. Mimi ninapofika sokoni nikakuta ile bei, unajua bei ambayo mtu alitajia ni bei ambayo iko juu ya soko. Kwa hiyo unafanya nini kumwaisha umpe huyo mtu, sio kwamba ni bei elekezi ya soko. Uwezi amini mpaka tunafika Dar tukakuta mteja alishanunua maharage kwa mtu mwingine, tena bei cheaper zaidi ya sisi tulikuwa tunampa. Sasa kumbuka hapo mimi mtaji huo sio wa kwangu, mtaji ni wa watu. Alafu pia maharage ambayo nimeforce kuchukua kwa bei kubwa ilikuwa ni kati ya sababu ambazo ziliwashawishi wao kunipatia mimi hayo maharage. Kwa hiyo mimi nafika Dar, bei imefanyaje? Bei, yani bei haipo sokoni hiyo bei. Alafu hilo sio zao ambalo ni zao la msimu. Kwa sababu kuna mazao ya msimu. Kipindi hicho ni maharage ambayo ni ya Ramadhani, ya Roskoko, labda red kidney yanahitajika sokoni. Njano utokaji wake ni slow. Alafu pia grade ambayo alikuwa anataka sio grade hiyo sana ambayo, yani hiyo hayo maharage nakumbuka nilikaga nayo maharage miezi 2. Na maharage yakikaa Dar ya njano yanabadilishaga rangi. Yanaanza kupata kama kutu. Kwa hiyo maharage yakipata kutu au yakatoboka, yanashuka thamani, yani yanakuwa more cheaper. Kwa hiyo ikabidi sasa mimi niingie tena kwenye madeni ya kulipa nini? Kuwalipa hao watu ili mimi nisipoteze nini? Uaminifu, kwa sababu maisha yataendelea. Yani nakumbuka nilipofika pale sokoni, yani nikakaa, yani kwanza nakumbuka tulifika ni siku ya 4 asubuhi na mimi nilikuwa ninasafiri na hilo gari. Ilibidi sana mimi kwa sababu mara nyingi unakuta hatusafiri na magari ya mizigo. Kabisa mimi nilifuate nikaone ni changamoto gani. Kwa hiyo sasa tunarudi, kabidi nilisimamia nirudi nalo. Yani nilipofika sokoni nilichoka. Nikasema Mungu wangu, mbona hichi kitu ni kigumu. Kumbuka kwenye biashara hauna wa kumlilia kwa sababu mambo ya pesa hayana hayana cha undugu. Mambo ya pesa hayana cha kusema kwamba eti sijui nisamee. Na wale lazima walipe, ulipe gharama yao. Lazima, yani hiyo ni lazima. Yes, kwa hiyo nakumbuka nikawa accountable, nikabidi niingie kwenye madeni. Kwa hiyo sasa ule mtaji wangu kidogo nilokupo nao ikabidi sasa niuze yale mazao kwa bei cheaper ili niwalipe kwanza watu wa watu. Kwa hiyo nikajikuta nimepoteza asilimia kubwa ya mtaji ambao niliukusanya kwa shida sana. Sababu kwenye mazao ili wewe ukue na hauna capital labda ya kusapotiwa, lazima unapopata labda faida labda tuseme 200,000 labda mara gunia ngapi, unaitunza hiyo gunia hiyo 200,000 ndio inunue gunia lingine. Yani ndio mzigo unakuwa hivyo. Sasa imagine capital umekusanya let's say 2 years, umesave, umejibana, umezunguka. Ila sasa inabidi ulipe sasa watu wa watu. I remember hicho kitu kililuma na nilipoteza hela nyingi sana. Yani for that time kwa muda ule, kiukweli nilikuwa mdogo kiuchumi, nilikuwa mdogo pia kiumri, lakini pia sometimes unajua hata marafiki wanaokuzunguka kwa mimi kwa muda ule walikuwa bado nao hawajiwezi. Yani wote sio hawajiwezi, yani wote tuko kwenye kujitafuta. Sasa hamna hata sababu rafiki yako atakuboost. There is no. Kwa hiyo remember hiyo ni kati ya safari ambayo iliwahi kuniumiza sana kwenye maisha yangu na sitowahi kusahau. Lakini sikukata tamaa. Nilianza tena chini. Ilikukomaza sana. Yani ile ilinikomaza in a way kwamba hata sasa hivi ninavyotrain watu. Ni kati ya vitu ambavyo naambia jitahidi sana unavyoingia kwenye biashara. Uwe na bega la kuegemea. Yani uwe na mtu ambaye atakupa taarifa, atakusaidia, yani kama mlezi wako kwenye biashara. Kwa sababu mimi nilikosa tu mlezi ambaye hata kama mimi pata changamoto kiuchumi angeni boost. Yes. Sawa, biashara ya nafaka kusababisha vipi kuwa imara? Yaani ukasema kwamba mimi ni binti mdogo mwanamke lakini niweza kusimama vizuri na naweza kusonga mbele. Yaani imekuweka vipi kubadilisha maisha yako na fikra kimtazamo na mambo ambayo umekuwa ukiyafanya? Kwanza kabisa biashara ya mazao imevumbua vitu vingi ambavyo nadhani sikuwa na vifahamu kama ninavyo ndani yangu. Kwanza kabisa imenipa
accountability. Nikisema accountability imenipa utendaji, uwajibikaji. ya uwajibikaji, kwamba nimejikuta nina uwezo mkubwa wa uwajibikaji sana. Sikuwahi kutegemea kwamba nina uwezo huu kwenye maisha yangu. So kupitia biashara hiyo nimejikuta ninayo, lakini pia imenifanya nikavumbua kwamba nina uwezo wa public speaking. Kwa sababu nilikuwa sijui kwamba nina uwezo wa ku speak publicly. Sababu kuna vile vipaji mtu unajua kabisa mimi kipaji ninachotoka utotoni, lakini nikajikuta nina uwezo wa kufanya public speaking, of which nikisema public speaking huwa nafundisha biashara kwa watu mbalimbali, na nimeshafundisha biashara watu sio chini ya watu 800 mpaka 900 mpaka sasa hivi toka nimeanza biashara. Kwa hiyo nikajikuta kupitia fursa hii ya kilimo na biashara nimeweza kufundisha watu wengi sana kwenye maisha yangu, of which hiyo ni kati ya impact kubwa kwenye maisha yangu. Lakini kitu kingine, uongozi. Kwa sababu unajua unavyofanya kazi yoyote ambayo ina include watu, human labor, lazima kuwe kuna kiongozi. Na kama unafahamu kwamba kuna umri ukiwa nao, asilimia kubwa ya vijana wanauwekeza kwenye yani mtu anakuwa na ile teoria kusema kwamba mimi bado ni mdogo. Mimi kwenye maisha yangu ya kukua mpaka sasa hivi sijawahi kuenjoy hiyo fursa. Ya kusema kwamba mimi ni mdogo, yani have been accountable since nimeondoka nyumbani, yani like kuondoka kuja kusoma chuo. Sijai kupata ule muda wa kuenjoy kwa yani like kusema mimi bado ni mdogo, kwa sababu every day unakutana na changamoto kama hiyo inakukuza. Kwa hiyo mindset yako haiwi ndogo, unakuwa na mindset kubwa sana ambayo inaweza hata ikazidi umri wako, of which that's a very good impact especially kwa maisha ya mtoto wa kike. Sawa sawa. Vizuri sana. Ulipata support yote kutoka kwa familia wakati umeamua kuanzisha sasa shule yako rasmi? Sababu ulisema umesoma kitu kingine au usoma ualimu, lakini ukaamua kuingia huku. Wazazi walikushauri nini na ulifika vipi? Support yao ilikuwa? Okay, kwanza kabisa naomba ni shout out kwa wazazi wangu. Mimi na wazazi ambao ni waelewa. Wazazi wangu wamenisupport since the first day ninaanza biashara, hawajawahi kuwa kikazo kwenye maisha yangu. Lakini pia pale nilipokuwa ninakwama, kama wazazi walinisupport sana kufika hapa, kunitia moyo, walinisupport kifedha, walinisupport kwa namna nyingi ambazo mimi zimenikuza. Kwa hiyo ninaweza kusema kwamba ninamshukuru Mungu kwa zawadi ya wazazi ambao wamenipatia, baba yangu na mama yangu. Lakini mama yangu amekuwa ni mentor mkubwa, sababu mama yangu ni mfanyabiashara. Amenimenta vitu vingi sana kwenye maisha yangu, especially kwenye biashara. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu mimi, hiyo ilikuwa ni impact kubwa kwenye safari yangu ya kufanya biashara. Ilikuwa na wazazi ambao ni supportive. Japo mwanzo nilipokuwa naanza, mzazi anakuambia Vale, focus kwanza na shule, maliza shule, ukimaliza ufanye biashara. Lakini mimi kidogo nilikuwa mbishi, kwa sababu naona mbona mimi mpaka nimalize mwaka wa 3, je nikilose interest kwa hii kitu ambacho nimekitaka. Kwa hiyo nikasema acha mimi nikomae vyote kwa pamoja. Kwa hiyo mimi nashukuru mwanzo wazazi walikuwa nakataa, na vile kwamba wewe ni mgeni, umefika jiji jipya, umeshaanza kurukia biashara, baada usome, si unajua. Lakini mimi nikaona okay, let me prove them kwamba I can do it. Na finally nikaweza. Na wazazi wangu ni kati ya fans. Mimi wazazi wangu pia ni mafano wangu. Yani wananifuatilia na wanapenda ninachofanya, na namshukuru Mungu kwa zawadi hiyo. Okay. Tunamzungumzia Vale Nafaka. Sasa hapa tuone kwenye matumizi bora ya mitandao ya kijamii. Maki hata mwenyewe nilikuona kwenye na huwa nakufuatilia. Sababu mimi Sofia pia huwa na interest ya kilimo pamoja na mifugo. Matumizi ya mitandao, naona vijana wengi wamechangamka huko, lakini kuna kundi pia lingine kubwa, yani haitumii vizuri mitandao, kwamba haiwalipi sana ni kutukana tu watu, pengine kutukana taasisi au serikali na kadhalika. Kwa matumizi ya teknolojia, tunazungumzia tehama sasa na biashara, yamekuboost vipi? Okay, kwanza kabisa mimi naweza nikasema kwamba mitandao ya kijamii ina uwezo mkubwa sana wa kubadilisha maisha yako kama kijana, ukichukulia positively, uka-innovate, ukajua kwamba wewe utadeal engo gani. Kwa mimi nilivyokuwa naanza kwenye mitandao, mimi nilianza kama Vale Nafaka na nikastick huko kwenye Vale Nafaka, na namshukuru Mungu nimeweza kufanya vitu vingi sana kupitia mitandao, kwa sababu kupitia mitandao ndio watu wengi wanakufahamu, wakubwa kwa wadogo. Kupitia mitandao ya kijamii nimeweza kuanzisha projects zangu binafsi, ambazo nina projects inaitwa Vale Nafaka Masterclass ya kufundisha biashara vijana wadogo ambao hawajui
kwa kuwapa zile information. Lakini pia nina projects zangu za sokoni tour. Hata leo hapa nikitoka nina project ya sokoni tour ya kupeleka wafanyabiashara masokoni. Okay. Yes, kujua kuona uhalisia kwamba masoko yako hivi. Kuna mtu mwingine hajui hata maharage ya njano ya roskoko yakoje, sugar beans, lakini pia ule masoko yanavokaa. Yes, kwa hiyo nimeweza kuintroduce hiyo projects, lakini pia nimeweza kuintroduce project yangu ya Shambani Tour mwaka huu pia, na mwezi huu naenda kufanya season yangu ya 7 ya Shambani Tour. Na vitu vyote hivyo watu wamenifahamu kupitia mitandao, lakini pia kupitia mitandao nimeweza kutengeneza marafiki ambao kiukweli singeweza kuwapata bila mitandao. Kwa hiyo mitandao kiukweli kwa vijana ina impact kubwa kiitumia positively. Ina uwezo wa kubadilisha maisha yako kiuchumi, kifikra, pia cycle ya watu wanaokuzunguka, lakini pia ukajitengenezea platform ya watu ambao wako ni supportive kwenye maisha yako in case maisha yakabadilika in anyhow. Mimi ninachoona vijana wengi wanadhani kwamba hawatakuwa. Yaani kijana yeye anadhani yeye maisha yake atabaki kuwa kijana milele. Kwa hiyo instead anatiisha mwili kwa mindset za ujanani. Unajua vijana wengi wana tabia ya kutiisha miili yao kwamba sasa hivi nifanye ujinga, anaona kwamba atakuwa everlasting kijana. Lakini mimi nataka watambue kwamba mitandao ni platform ambayo ukiitumia, iwe ni Instagram, TikTok, Facebook, ukiitumia positively, kama ni kipaji ukaamua kuonyesha kipaji chako, kina uwezo wa watu kutambua kipaji chako na kuwekeza kwenye kipaji chako. Kama una karama ya biashara, unaweza ukaintroduce biashara yako hata kuanzia ground level, hata kuanzia chini, na ukakua na ukawa mtu fulani baadaye kwenye jamii. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba vijana wasitumie mitandao in a negative way of which itakuja kuaffect baadaye. Kuna watu sasa hivi unaweza kukuta labda anajiposti labda utupu sasa hivi kwa sababu ni kijana, lakini after few years anaweza akajikuta mwingine kwenye maisha labda ya mahusiano ya ndoa labda, au akaja kuwa mama, of which mitandao haifuti. Ile picha inaweza ikamsababishia yeye matatizo mbalimbali, of which pia kuna watu wanafanya hadi suicide, yani wanafanya kujinyonga kutokana na ile pia ya mtandaoni. Afu asilimia kubwa ukikuta kijana anafanya vitu kama hivyo vya aibu na fedhea, unakuta wazazi wake hawana access ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo anajua kabisa no one to judge them. Of which that's very bad, kwa sababu side effect yake sio sasa hivi. Kuna vitu watu walivifanya miaka ya nyuma, sasa hivi wamekuwa watu fulani hivi wakubwa labda au wana position kubwa, wanaona aibu. Kuna clips unakuta stories zinatembea tu huko from nowhere imeibuka. Ni aibu ambazo haziwezi kufichika kama. Sawa vale. Samahani kidogo Sofia, hapo kwenye mitandao. Kwamba tunaamini kabisa kwamba Tanzania ni nchi ambayo imebarikiwa sana kuwa na ardhi yenye rutuba, lakini pia utulivu. Kiasi kwamba ndo kama hivyo unafanya nafaka, kuna wakulima wako huko. Kuna sehemu zingine hazina utulivu. Kwamba hata ule muda kutoka pale nyumbani kwako kwenda shambani, hapa katikati usalama ni mdogo. Kwa hiyo matokeo yake sisi tunakuwa ni tegemezi kwenye masuala ya chakula. Kwenye hii mitandao kuna watu wako DRC ambao kwa kimsingi wanahitaji mkubwa kutokana na population yao. Kuna mazao pengine Zambia hapo, lakini hapa yapo. Imekusaidia pia kupanua kidogo soko lako sana. Yaani kwa upande wangu mimi nimejikuta sasa hivi nina watu almost tuseme dunia nzima. Nina train hata watu ambao wako nchi za nje, nina train, nafanya biashara na watu ambao let's say Kenya, na wateja Kenya, na wateja Kongo, na wateja Zambia ambao mara nyingi wanakuja kwangu, let's say inakuwa kama mtukati kwao kununua mazao. Hizo ni fursa ambazo mitandao ndo kitu pekee kimetukutanisha. Kwa hiyo mitandao ina impact kubwa sana. Yaani natamani watu wajue kwamba kwenye biashara, ukiwa unafanya biashara ina impact kubwa sana kukuletea wateja na kukufahamisha ulimwenguni, sio tu Tanzania, worldwide. Sawa. Vale, wewe unanyosha vipi kwa vijana wenzio wa Kitanzania na watu wengine wote pengine ambao wanakufuatiliaga, lakini pia kuwafungulia dunia? Umesema wanatoa masterclass, wanalipia gharama zote katika kuwanyoshea? Okay, sisi kwenye masterclass kwa vijana tunachajisha hela kidogo. Kwa sababu gani tunachajisha hela kidogo? Kwanza kabisa tunatumia makumbi ambayo ni makubwa ya watu, lakini pia tunaandaa vyakula kwamba mtu anapokuja kupata training apate chakula. Kwa hiyo ukilinganisha gharama ya training tunazofanya ni very cheap, na sisi training zetu ni za masaa 4 mfululizo. Imagine mtu unaanza kufundisha kuanzia biashara ni nini, biashara ya nafaka, kilimo, kutengeneza project, kwa tunakuwa na cameraman, tunakuwa na watu wa kutuchukua video ili pia sisi tuweze kupost kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kuna gharama ndogo sana ambayo kama kijana ukilipia unaweza kupata ujuzi. Yes. Sawa, kuna vijana wote ambao umewapa fursa na wewe katika
biashara yako ya nafaka, kwa maana ya kwamba labda katika yale magodani ya uhifadhi, labda katika shamba kulima au kusaidia kuzunguka na wewe kwenye masoko, kuna namna yote ambayo umewapa nafasi vijana pia kufanya kazi na wewe? Yes, mimi hapa ninafanya biashara. Kwanza kabisa timu yangu mimi kubwa wengi ni vijana. Hata kama umefuatilia page zangu, mimi nafanya kazi na vijana wengi. Ukiangalia hata picha ninazopiga watu wanaobeba magunia, ninaolima nao, wengi sana ni vijana. Yaani ninafanya kazi na vijana sana kwa sababu mimi naamini vijana wana nguvu kubwa. Pia nafanya kazi na watu wazima, wengine kama wazazi wangu, wengine wamenizidi umri, lakini all in all nafanya nao kazi kwenye sekta mbalimbali, usafirishaji, masokoni. Yes. Kwa hiyo nafanya rika mbalimbali. Sawa. Kuna maoni yote kwa serikali ambayo ungependa kuyatoa ili kusaidia, kwa sababu pia naamini Wizara ya Kilimo ipo, lakini pia Wizara ya Vijana ipo, ambao naamini pia wana namna yote kuweza kuangalia vijana especially ambao wanaingia kwenye masuala ya kilimo, kwa sababu tumekuwa tukiambiwa kila wakati ni vizuri kutumia kilimo kufanya shughuli za kilimo, kupata mazao, kufanya biashara, baada ya kulalamika tu kujiajiri. Pengine nini ambacho unawaambia serikali kwa ujumla? Okay, mimi kwanza kabisa nianze na wito wangu binafsi. Mimi wito wangu binafsi ni kwamba serikali iniangalie kwa kunisupport, iwe ni kifedha, iwe ni opportunity yote ambayo mimi itanikuza, labda ni kupewa ardhi au ni kusapotiwa labda kwa trekta, kitu chochote ambacho kita add value kwenye biashara yangu, kwa sababu mimi safari yangu ya kujitafuta na kuna hii platform ya vijana wengi wanafuatilia sana kwenye kilimo, na asilimia kubwa mimi nimeinspire na natengeneza content zangu binafsi. Kwa hiyo mimi naona kwamba mimi naweza nikatumika na serikali kama chombo cha kutoa elimu kwa vijana, sasa vijana ambao wako mavyuoni, ambao wamemaliza ajira, hawana ajira. Mimi na uwezo wa kuwa train kuanzia mwanzo mpaka mtu akaanza hata na mtaji mdogo, hata anakuwa dalali kama mimi nilivyoanza kupitia support ya serikali. Lakini pia mimi wito wangu kwa serikali ni kwamba vijana kama vijana wapewe wapewe kipaumbele especially kwenye hivi vitu vya kilimo in terms of mikopo. Kama kuna fungu ambalo litawekwa kwa ajili ya vijana wakopeshwe, kama ni ardhi au ni vitendea kazi vya kilimo, sababu wapo sincerely vijana ambao wamemaliza vyuo, wengine wana hadi masters, lakini hawana cha kufanya kwa sababu hawana capital. Na capital ni kitu ambacho huwezi tu kuamka ukakuta kipo. Lazima it's either usaidiwe au it's either uamue kusanya kidogo kidogo ufuti. Sasa kuna interval hapo ambayo itachukua. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali, jamani, mimi binafsi nina uwezo wa kutrain watu vijana wengi, kwa sababu I'm a very good teacher. Mimi ni mwalimu mzuri sana wa kuwapa ujuzi, na ujuzi huo ukawasaidia wao kujitengenezea kipato kwa kukua na kujitengenezea mitaji. Almost nimesha train kama vijana ngapi mpaka sasa? Mimi nimesha train sio chini kwa project zangu zote watu 1000 wanafika. Okay. Na nimeanza training 2000. Mimi nimeanza kutrain watu 2024. Mpaka sasa hivi nimetrain watu 1000, na Jumamosi nimetrain watu so chini ya 170 pale Millennium Tower. Na asilimia 80 vijana wa kike na wa kiume. Na leo hapa ninavyoongea kuna watu nawapeleka masokoni, itakuwa ni sokoni tour. So chini ya vijana 30 ninaenda kuwapeleka masokoni. I think mtaangalia baadaye kwenye social media mtaziona. Yes. Sawa, dada, tungeungana naye Vale Nafaka tuweze kujua mengi. Message ni nyingi sana. Sasa sijui nafanyaje, afu na muda wa benchi la ufundi umekaribia. Kocha tupatupa ameshafika. Kocha amefika tayari. Lakini wakati kocha anasogelea hapa, anasema hongera sana Clouds 360, kiukweli silaha kubwa sana, wenye uwezo wa kuangamiza umaskini ni fursa, na jeshi kubwa linaloweza kutumia silaha hizo zaidi ni makundi ya malkia wa nguvu wanawake, lakini pia na vijana. Mmetumia uwanja wa dunia vizuri kuelimisha vizuri jamii kutambua kuwa ili kujikwamua kiuchumi lazima tutambue fursa. Katika jamii nyingi za Kiafrika wanawake walipaswa kubaki nyumbani kulea watoto, lakini sasa wanawake wamekuwa sehemu ya kupambania fursa nyingi zilizopo nje ya nyumbani, na sasa wamekuwa sehemu ya upambanaji katika jamii. Hongera sana, niwatakie kila laheri malkia wetu wa nguvu. Naitwa Innocent Steven Gwaltu wakati Shimanyara. Anakupongeza pia Lakini pia kuna mtu akataka kufahamu ni faida kiasi gani sasa hivi unaipata katika kilimo na unapata magunia mangapi katika ulimaji. Alikuwa anauliza muda sasa. Ni muda Lakini hongera sana Clouds 360, kiukweli silaha kubwa sana yenye uwezo wa kuangamiza umaskini. Nimerudia hiyo pia. Lakini kwa kweli dada nampongeza sana huyu dada, natamani niweze kutufanye kazi. Nina ardhi kubwa Makete, but I think I'm not utilizing it well, but
ameninspire sana udada Thabiti from Mbeya. Pengine Safi anaweza sana. akatuma mawasiliano yake director wetu Au akamfuatilia kwenye mtandao. akafuatilia mitandao ya kijamii Vale Nafaka, si ndio Instagram? Yes, Vale Nafaka. Vale Nafaka mfuatilia Instagram na TikTok. Na TikTok utampata, wasiliana naye, nadhani DM atakusaidia. Namba ya ofisi naweza nikataja au mwishoni. Ngoja tumalize hapa tutahitaji. Naitwa Tumaini wa Kilosa, dada huyu Mungu ambariki, pia atoe namba yake tumtafute atufundishe. Lakini pia kwa maelezo haya dada huyu yupo vizuri, wanatamani nami tuage tufanyaje? Anyway, message yake sijaelewa vizuri alivyoandika. Valence Anthony kutoka Kagera anasema naomba ushauri kutoka kwa dada wa ufanyaji biashara. Namba yako Huyu Tumaini wa Kilosa umemsoma? Tayari. Tumaini wa Kilosa anasema huyo dada Mungu ambariki. Yes. Na atoe namba yake. Sawa, Okay. sawa. Sawa. Sasa nafikiri ni vizuri pia kwa watu ambao wana nia njema nje tu ya mitandao ya kijamii tukatoa mawasiliano ya simu. Kwa wenye nia njema jamani, nafikiri tuelewane. Ya kufanya kilimo, kujifunza na si nia tofauti. Yeah. Okay. Karibu. Okay, mimi kwa namba zangu za simu za Vodacom ni 0762260936 mwisho. Narudia 0762260936. Instagram unaweza kanipata kwa jina la Vale Nafaka na TikTok unaweza kanipata kwa jina la Vale Nafaka. Okay. Basi kuna nyongeza ya muda, kocha Ameturuhusu kama na lolote. Kuna kitu ambacho nilikuwa nataka nijue tu kwako kwamba unajua binadamu tunakuwa na fikra na mitazamo tofauti. Yes. Kwamba sawa ulianza na nafaka lakini pia umeingia kwenye kulima kabisa hizo nafaka zenyewe. Ndoto gani nyingine kubwa ambayo unayo? Okay, mimi ndoto yangu kubwa ambayo ninayo sasa hivi, natamani niingie kwenye industrialization ya kurahisisha shughuli za kilimo. Kiukweli tunatumia kilimo cha kienyeji sana kwa huko vijijini. Bado tunatumia zana ambazo ni ngumu sana, zinamchosha mkulima, pia zinamnyonya na zinamzeesha. Kwa hiyo mimi ndoto yangu kubwa kwa nikishakuwa kiuchumi, natamani nilete vifaa hata kama ni vidogo vidogo vya kurahisisha shughuli za kilimo, kugeuza mashamba, kupiga dawa, labda hizo shughuli za kugrade mazao kama tunavograde na mikono. Kwenye mipunga of course wameshaleta zile mashine za rice milling. Lakini huku kwenye maharage bado tunachambua kwa mikono, tunapeki kwa mikono, kufuchi hicho ni kitu ambacho kinamchosha mkulima na kinamuumiza. Kwa hiyo mimi nimeona kama fursa na ikitokea ninatamani sana niingie kwenye engo hiyo. Sawa sawa. Yes. Mimi niseme tu kwamba nichukue nafasi ya Cloud 360 timu ya taifa kumuombea chapuo kwa wizara husika, kwa maana ya Wizara ya Kilimo, lakini pia Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na Wizara ya Uwekezaji. Unaona bwana Viwanda na Biashara na Uwekezaji pia waweze jaribu kumwangalia ni kwa namna gani watamtumia, kwa sababu kwanza amesoma ualimu, ni mwalimu na ualimu huwa haupotei. Ni kitu ambacho nadhani anakipenda na anakifanyia kazi. Sasa hiyo taaluma yake walimu anaifanyia kazi kwenye upande wa kilimo. Sio ile tena ukaa darasani kufanya mambo mengine, hapana. Kwa hivyo nadhani ni fursa nzuri kuweza kumtumia Vale Nafaka ili aweze kusaidia pia vijana wengine kupata elimu iliyo bora, na tuepukane na wale watu ambao wanasema bwana ukiingia shamba ukafanya hivi na hivi ndio kwa hivi, lakini yeye ni mtaalamu, lakini ni mwalimu, ana experience ya kutosha aweze kumshika mkono. Umeongea vizuri sana. Yeah. Kuna kitu kimoja nafikiri tutakuwa tumekunyima haki yako ya msingi kama hatutakukuuliza, kwa sababu wewe ni binadamu. Vipi mapenzi hayajawahi kuwa kikwazo kwenye biashara yako? Okay, okay. Mapenzi kwa upande wangu mimi mapenzi hajawahi kuwa kikwazo kwa namna yoyote, lakini changamoto tunapata kubalance mahusiano na aina ya shughuli tunayofanya, kwa sababu asilimia kubwa mimi ya maisha yangu nasafiri sana. Leo niko Morogoro, kesho niko Mbeya, kesho kutwa niko huku. Kwa hiyo hapo nahitaji kuwa na partner ambaye ni understanding sana. Kwanza anielewe, akishanipenda anielewe, lakini pia awe tayari kunisupport na kuelewa kwamba mazingira ya kazi ninayofanya yanaenda kwa mtindo huu. Au akubaliane na wewe kuwa atasafiri na wewe. Yeah, of course, kwa sababu sasa naona kukutana na shughuli zake, lakini mimi kwa upande wangu mimi sasa hivi kiukweli siwezi sema nimefocus kwenye mahusiano, nipo kwenye kujijenga sana kuliko, sababu nikisema ni prioritize mapenzi nitakuwa sana mkosea mwenza wangu, in case kama yupo atakuwa anaumia kutokana na kwamba sasa yeye anatakiwa sasa mimi niache shughuli zangu sasa nimfuate, sababu yeye ndio kiongozi. Kwa hiyo mimi nimeona ni bora nichukue fursa hii kujijenga kwanza, niwe na misingi ile kipindi nikutana sana na mwenza wangu kuna shughuli za kusafiri sasa nipungue ili ni balance kwenye kuwa mke na mama labda kwa watoto wangu. Lakini for the time being niko huku kwenye
kukomaa na shamba. Una ujumbe wote kwa vijana, Yeah. kwa Kitanzania uzungumze nao na chochote ambacho pengine hatujakuuliza ungependa kukisema? Okay, kwanza kabisa ninapenda kuwakaribisha vijana wengi Ndio. sana kwenye sekta ya kilimo na biashara zake. Msiogope, kama una mtaji wako mdogo hata 500,000 unaweza kuanza hata biashara ya mchele kwa kununua hata gunia zako 2 ukapeki kilo 5 ukaanza hata na jamii inayokuzunguka ukajiingizia riziki, kuliko labda kama unatafuta labda in a way ambayo sio sawa na mkufuru Mungu, au umejikatia tamaa unatamani hata maisha katika kwa sababu una pesa. Unaweza kuanza hata na gunia 2, na kama wewe ni mwaminifu sana unaweza ukanifuata kwa kuaminiana. Mimi naweza kukupa mtaji wa gunia 1 ukapeki. Kwenye gunia 1 unaweza kupeki kuanzia kilo 1 mara 100, na kila kilo katengeneza faida ambayo ikakupatia faida nzuri kwenye gunia. Na vitu vyote hivyo huwezi kuvipata, huwezi kuelewa usipokuwa na skills. Kwa hiyo mimi vijana nawakaribisha sana jamani, kilimo kina fursa sana. Afu kilimo ni kipana, sio tu watu wanavyozani kama ni kushika jembe na kulima. Kuna fursa nyingi ndani ya kilimo ambazo wewe kama mfanya biashara ukiinvest. Mimi naona vijana wengi wanapenda sana shughuli za kukaa labda kwenye AC kutulia. Trust me, unapoteza nguvu kazi yako kubwa sana kwenye ujana. Yaani wewe ujana wako unautumia kwenye shallow things. Hizo ni shughuli ambazo baadaye umeshapata pesa, unaweza ukakaa ukazifanya. Lakini for the time being, invest ujana wako kwenye skills, invest ujana wako kwenye kazi ambazo zitakunyanyua na zitakutanisha na watu wa rika tofauti tofauti. Vijana wengi wanapenda kufanya kazi na rika lao. Yaani labda kama kuuza simu hivyo, au labda hizi biashara ambazo wanakutana wao kwa wao, they enjoy their company, of which wanakosa vitu vingi. Mimi nafanya kazi na rika tofauti tofauti. Kuna hekima unapata kwa wazee, kuna hekima unapata kwa yani you grow akili yako, yani mentality yako inakuwa ni kubwa. Hata pia binafsi hiyo elimu inakukuza, unakuwa yani ni binti, kama ni binti unakuwa ni binti unajifahamu, na kama ni mtoto wa kiume unakuwa accountable, unakuwa vizuri sana. Kwa hiyo karibuni sana kwenye kilimo. Asante sana Vale Nafaka kwa muda wako kutupa somo kubwa zaidi, lakini pia kutukumbusha umuhimu wa vijana kujitambua na kuacha kubweteka, kukaa kwenye maisiku atafuta mikumbo kila sehemu, kwa kwenye mahoteli ya kisasa ya kitalii, kuanza kupiga nne na kuenjoy kuposti. Huo sio ujanja. Ujanja ni kujibidiisha ili uweze kutoboa kimaisha. Asante sana kwa hilo, na tunaenda kuhitimisha PJ. Kwa sababu leo benchi la ufundi kidogo tuweka pembeni ili tuweze kupata mawazo na elimu zaidi hapa. Naomba tukumbushane tu mimi na wewe kwamba zimesalia siku 100 takriban kombe la dunia kuanza kufanyika michuano ile, ambapo tunaelezwa kwamba kombe la dunia la kandanda 2026 nchini Marekani na Mexico na Canada, ununuaji wa tiketi umefikia kiwango cha juu mno, huku mashabiki wakilalamikia bei ghali ya tiketi hizo. Sasa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limesema tiketi milioni 2 zimeshauzwa katika awamu 2 za kwanza za mauzo, na mahitaji bado ni makubwa mno kiasi kwamba tiketi ziliagizwa zaidi kupitia kiwango cha mara 30. Kwa hivyo sasa makamu wa rais wa chama cha mashabiki wa soka nchini Ufaransa, Mehdi Salem, amesema wanashuhudia ongezeko la gharama za tiketi kwa zaidi ya 200%, tofauti na kiasi walichoambiwa na shirikisho la soka Ufaransa FIFA mnamo mwaka 2018. Safi sana hiyo. Taarifa njema sana. Yes. Tulikuwa na Vale Nafaka, na pengine hii ndio safari yenyewe au hizi ndio safari za Malkia wa Nguvu ambayo tunakuletea kupitia Clouds 360, ikiwa sasa ni muendelezo na tunasherehekea miaka 10 ya Malkia wa Nguvu. Sasa kabla pengine ya uzinduzi rasmi tuweze kujua watu kama aina ya kina Vale walipokuwepo hapa wakati wanaanza msimu wa kwanza au mwaka wa pili, wa tatu, wa nne, tuangalie pia ukoaji wao na namna ambavyo wameweza kunyoosha kwa vijana wengine wa Kitanzania. Kwa hiyo leo ilikuwa ni kwa Vale, nyingine kesho tutakuwa na mtu mwingine, au kesho kutwa tutakuwa na mtu mwingine zaidi. Asante sana, shukrani kwako PJ Poje Mswea, asante kwake Daktari Sam Sasali BM, lakini pia nimshukuru Marcel Kitabu director ambaye tumekuwa naye hapa tangu mapema kabisa akiweka kila kitu kaenda vizuri, lakini nimshukuru Shagile Ezra Kaaya pamoja na Richard Kitori na Aisha kuhakikisha kwamba brother zetu hapa studio wanakuwa fit. Jamsao Dalidali katika mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya Clouds Digital tunashare vizuri. Asante sana Dalidali. Mimi naitwa Sofia Kesi, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu siku ya kesho tutakuwa pamoja, tuendelee kuitazama Clouds TV. Clouds 360 pia inabeba mengi na timu ya taifa, tafadhali usiache kuwa nayo karibu. Asante. Naitwa Sheba Kusaga, mkurugenzi wa maendeleo ya biashara Clouds Media Group. Msimu wa Malkia wa Nguvu umeanza, ni mwezi wa 3, na mwezi wa 3 sisi Clouds Media Group
tuna dedicate muda wetu wote, effort zetu zote, mipango yetu yote, mikakati yetu yote kumtambua, kumthamini na kumpa nafasi mwanamke katika kujijenga kiuchumi. Na wakaribisha sana, mkae mkijua mwaka huu tuna mambo mengi yaliyo mapya, mambo mengi ambayo yatakuwa yana ziada ya yale ambayo tuliyafanya mwaka jana, na ni mwaka wa 10. Kwa hiyo kiukweli karibuni sana, tunatazamia kuwa nanyi msimu wetu wote huu. Tunawashukuru sana wadau wetu wote, wadau mnaotusikiliza Clouds FM, wadau mnaotuangalia Clouds TV, wadau mnaotufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, na wadau wetu wa biashara. Tunawashukuru mno sana. Tunawakaribisha mkae mkao wa kujua kwamba tunaelekea kuendelea kufanya mapinduzi katika maisha ya wanawake, katika kuwezesha na kuboresha uchumi wa wanawake kwenye biashara zao, lakini hata kwenye jamii zinazowazunguka. Katika msimu huu tunapoelekea kwenye uzinduzi, kutakuwa kuna offers ambazo ni nyingi sana, na naamini kila tunapokwenda katika mwezi huu mtakaa mkijua vile ambavyo Clouds itaendelea kuwa mchango wa kuwezesha wanawake kuweza kutambulika, wanawake kuweza kutumia platform zetu katika kupeleka bidhaa zao, services zao duniani, lakini pia kuweza kukaa kwenye masikio na macho ya watu na kuwa products or services of choice. Tunawakaribisha sana, karibuni, na naamini mwaka huu utakuwa na mambo mengi sana. Tunashukuru tena kwa mara nyingine, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba mtaendelea kutushika mkono na kujenga uchumi wa nchi kupitia wanawake. Kwetu chapa kazi na umahiri